Habari yako, mimi ni Rachel Robin. Siku hii ya leo ni tarehe 2 Oktoba. Ni siku muhimu sana kwa Wayahudi kwa sababu ni sikukuu yao ambayo inaitwa Yom Kippur. Lakini pia wakiwa wanasherehekea sikukuu hii, kumetokea tukio kule Uingereza, Manchester. Lililotokea siku hii ya leo ni kwamba habari zinasema kutokea mtu akiwa kwenye gari, akaendesha gari na kwenda kuwagonga watu ambao wako karibu na sinagogi, ambao inasadikika kwamba kuna uwezekano walikuwa ni waumini wa dini ya Kiyahudi wakiwa labda wanasherekea sikukuu hii ambayo inaitwa Yom Kippur hapo katika sinagogi. Kwa hiyo akagongwa, na huyo mtu inasemekana aliwagonga makusudi, kwa sababu alipowagonga mmoja kwa moja akashuka na kuanza kuwajeruhi na kisu wengine. Hii ni kawaida. Mara nyingi kunapotokea sikukuu za Kiyahudi kunakuwaga na mashambulio kama haya au kama hili lililotokea, au ikiwezekana vita kabisa. Kwa sababu gani? Hii ni kutokana na kwamba tunafahamu Wayahudi wamejijengea maadui wengi kutokana na sera zao za taifa la Israeli. Kwa hiyo kuna maadui wengi ambao wanakuwa wanawawinda, na hawa watu kama walivyo watu wengine na dini zao, ikifika sikukuu zao huwa ni siku zao muhimu sana, wanaacha kazi zao zote na kusherekea kwa pamoja. Kwa hiyo pale unaweza ukawapata kirahisi, na watu huwa wanatumia huo mwanya kuwapata kirahisi. Sikukuu ya Yom Kippur ni sikukuu ambayo inaambatana na matukio ya kisiasa, na nitaelezea tukio mojawapo la kisiasa lililotokea, lakini pia ngoja nikueleweshe hii sikukuu ni sikukuu ya aina gani na huwa inaanzia wapi. Hii ni sikukuu ya toba kwa Wayahudi kwenye dini yao ya Judaism. Sikukuu hii husherekewa siku 10 baada ya mwaka mpya wao. Kama tunafahamu, kila watu wana mwaka mpya wao. Wakristo wana mwaka mpya wao ambao ni tarehe 1 Januari, kuendana na kalenda yao ya Kikristo inayoitwa Gregorian calendar, ndio inayotumika na nchi nyingi, hata sisi tunaitumia. Hii ni kalenda ambayo iliandaliwa na Papa Gregory miaka 1500 kama sikosei. Ni kalenda ya Kikristo ambayo inatumia jua. Waislamu wana mwaka mpya wao kuendana na kalenda yao ya Kiislamu, lakini pia na Wayahudi hivyo hivyo na watu wengine. Na kuna kalenda za Kiafrika, umeona, wakina Kim Jong Un Korea Kaskazini wana kalenda yao, wa China, wa Ethiopia wana kalenda yao ya Kiafrika, wa Afrika Kusini wana kalenda yao inaitwa Zulu calendar. Kwa hiyo na hawa nao wana kalenda yao ambayo inaelezea juu ya sikukuu zao na mwaka mpya wao. Kwa hiyo mwaka mpya wao ulianza tarehe 21 mwezi wa 9 huu ulioisha. Tarehe 21 kuanzia jioni ndio mwaka mpya wao ulianza, na huwa wakausherekea mpaka tarehe 23. Kwa hiyo wakisha sherekea ule mwaka mpya unaoanza tarehe 21 mwezi wa 9 kama ulivyoanza mwaka huu tarehe 21 mwezi wa 9, wanahesabu siku 10. Kwa hiyo tarehe 21 kufika tarehe 1 ndio wanakuja kusherekea sherehe za Yom Kippur. Tarehe 1 jioni, tarehe 1 Oktoba jioni, na inaisha tarehe 2 Oktoba jioni. Kwa hiyo inaisha leo tarehe 2 jioni. Kwa hiyo hii Yom Kippur ni sherehe za kusherekea kilele cha siku 10 kutoka mwaka mpya. Na wanasherekea nini basi? Ni kwamba kwa mujibu wa dini yao na kitabu chao wanasema kwamba hii ni siku ambayo Mungu alimwambia babu yao ambaye anaitwa Israeli au Yakobo kwamba waiteue siku maalum ya kutubu dhambi. Kwa hiyo sikukuu ya Yom Kippur ni sikukuu ambayo wanaitumia Wayahudi kwa ajili ya kutubu dhambi zao, na wanakuwa wanafuatisha maandiko katika kitabu cha Walawi 16 mpaka 23 kupitia Biblia yao ya Kiyahudi. Kwa hiyo wanasherekea kwa ajili ya kutubu. Kwa hiyo wanaanza kwa kufunga kwa masaa 25 kwanza. Wakishafunga masaa 25, wakifungua ndio wanaanza sherehe za kusherekea sikukuu hii ya Yom Kippur, ambao wote wanakuwa bize kwa ajili ya kusherekea hii sikukuu. Wakifunga ina maana wanafunga awali, hawanywi, hawapaki sijui mafuta ya manukato ya kunukia, hivi ndivyo habari zinavyosema. Hawashiriki mambo ya kujamiiana, umeona wanafunga vitu vyote hivyo, alafu baada ya masaa 25 ndo wanaanza kusherekea. Kwa hiyo ndo sikukuu ya Yom Kippur ambayo inasherekewa leo, na iliyoambatana na tukio hilo la mtu kwenda kuwashambulia katika sinagogi, karibu na sinagogi kule Manchester, Uingereza. Sasa niwakumbusheni tukio ambalo lilitokea katika sikukuu hii ya Yom Kippur. Ilikuwa ni mwaka 1973. Mwaka 73
Waarabu Syria pamoja na Egypt waliamua, na kipindi hicho Syria na Egypt zilikuwa nafikiri zimeshaungana tayari. Wale walitengenezaga muunganiko wa pamoja Syria na Egypt. Kwa hiyo walienda wakafanya shambulio la kushtukiza, wakawavamia Israeli. Kwa hiyo kukatokea vita ambayo huwa inaitwa vita ya Yom Kippur. Ni vita iliyopigwa katika siku waliokuwa wanasherehekea sikukuu kama ya leo, ndio vita ya Yom Kippur. Vita iliyosababisha kwamba nchi za Waarabu zikasitisha kuuza mafuta, yani zilitoka kutoa adhabu. Kwa hiyo mafuta yakawa adimu sana, na sisi hapa wote tulikasirishwa na Israel. Nafikiri sisi Tanzania tulisimama na Wapalestina na tukafunga balozi ya Israel. Umeona, na nchi nyingi za Kiafrika ziliamua kufunga balozi ya Israel. Kwa hiyo tulisimama na Wapalestina kwa sababu walikuwa wamechukuliwa ardhi yao kuanzia hapo mwaka 67. Kwa hiyo sisi tukasimama na Wapalestina katika hii vita ya Yom Kippur. Ilikuwa ni vita kali, ilisababisha uhaba wa mafuta duniani, na nafikiri sisi tuliendaka tukanunua mafuta, nafikiri Iran, kitu kama hicho. Kuna mfanyabiashara yule mwenye asili ya Kiasia hapa Tanzania, kuna historia kwamba alisaidia tukaenda tukapata mafuta Iran na nini. Umeona? Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yalitokea. Sio ilikuwa ni kipindi hiki tulienda kupataga mafuta Iran, au ilikuwa ni baada ya ile serikali kuingia kina Ayatollah, sikumbuki vizuri, lakini miaka ya 70. Kutokana na hii vita, ninachojua ni uhaba wa mafuta ulitokea mkubwa sana. Nimeelezea kwamba hii vita nimeelezea, na mimi nawaza sana vita. Nimeelezea hii sikukuu ni sikukuu ya wao kutubu dhambi zao. Kwa hiyo hii siku ya leo wanatubu. Maana yake ni kwamba Netanyahu siku hii ya leo anatubu dhambi zake. Lakini atakuwa anatubu dhambi gani? Kuna wengine wanajiuliza. Kwa sababu kuna wengine wanakuambia kwamba anatenda dhambi sana kwa sababu kaua maelfu ya watoto pale Gaza. Kwa hiyo pengine wengine wanahisi kwamba atakuwa anatubu labda dhambi za mauaji yaliyofanyika pale Gaza, kuwanyima watu chakula. Hapana. Waisraeli sijui, lakini anatubu dhambi gani? Lakini kwenye hili swala la Gaza na Palestina kwa ujumla, na kuwanyima chakula na maji na kuwanyima ardhi yao na nini, sidhani kama Waisraeli hili jambo wanajutia au wanalitubia, sidhani. Kwa sababu kwa mujibu wa kitabu chao, wao wanasema waliambiwa na Mungu kwamba hiyo ardhi ni yenu wanaokalia wa Palestina, kwa hiyo mnatakiwa muichukue. Kwa mujibu wa kitabu chao waliandikiwa kwamba babu zao walichukua ardhi kwa Wakaanani. Mungu aliwaambia chukueni ardhi kwa Wakaanani, wakaichukua kwa kupigana vita, wakawaua sana Wakaanani, wakachukua ardhi japo hawakuchukua yote. Kwa hiyo hivi ndivyo pia na kwa Wapalestina wanavyofanya. Kwa hiyo kwao ni haki yao, lakini kiuhalisia Wapalestina ni ndugu zao, ni Wayahudi pia. Wayahudi ambao hawakukimbiaga, walibaki, ila tu walikujaga kubadilishwa dini karne ya 7 na himaya za Kiarabu. Kwa hiyo ni Wayahudi pia, na akafuatisha tamaduni za wakoloni wao wa Arabu karne ya 7. Kwa hiyo wanawaua ndugu zao kwa kifupi. Na kama nilivyosema, hawajutii kuwaua kwa sababu wao wanaamini kwamba Mungu wao kasema wachukue ardhi, kwa hiyo ni ruksa wao kuwaua. Kwa kifupi ni kama vile Wayahudi wanamwabudu Mungu wa vita, Mungu ambaye yuko tayari mauaji yafanyike ili ardhi ichukuliwe. Kwa sababu kwa sisi wengine, mfano mimi ni Mwafrika, mimi naamini katika kutokumuumiza mtu. Usimuumize mtu kwa sababu kile utakachomfanyia mwenzio na wewe kitakurudia. Kama ni ubaya na wewe utakurudia, kama ni mema na wewe mema yatakurudia. Lakini Wayahudi inavyoonekana Mungu wao ni Mungu wa vita. Ni Mungu ambaye anaruhusu kwamba nendeni mkawapige watu fulani, alafu mchukue ardhi kwa sababu nimewapa hiyo ardhi. Lakini nawakumbusha, hivi ni vitabu tu vimeandika. Hakuna sauti iliyotoka ya Mungu ikatamka hayo maneno. Ni vitabu ambavyo vimeandikwa na wanadamu, na kila mwanadamu anasema amepewa maelekezo na Mungu ili aandike, ila hakuna ushahidi. Umenielewa? Kwa hiyo nawaachia wao na imani zao, lakini ninavyoona ni kama Mungu wao ni Mungu wa vita, anapenda vita, na anawaelekeza wachukue ardhi kwa kumwaga damu za watu wengine. Mimi ni Rachel Robin na hii ni Robin Media. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu kama hizi za siasa za kimataifa.